Ndugu zangu wa Tanzania, nimeona mjadala jana wa bunge, nikaona kwamba nije kwa dharura kidogo na mimi nitoe mchango wangu katika hili swala la ujenzi wa uwanja wa International Airport, Mwanza International Airport. Kwanza niseme hivi, mkoa wa Mwanza, kanda ya Ziwa kwa ujumla, imetengwa sana na imedharauliwa sana na uongozi wa nchi hii. Imetengwa sana na imedharauliwa sana na uongozi wa nchi hii. Inaonwa kwamba watu wa Mwanza na mikoa ya kanda ya Ziwa wanaonekana kama vile ni ng'ombe katika nchi hii. Hawana thamani, hawapewi heshima yao katika nchi hii. Na hata akitokea mtu anayetoka kule katika mikoa yetu akapata madaraka, na yeye anaungana na watu kuwadharau watu wanaotoka katika ile kanda. Hii ni aibu kubwa sana kwa Mwanza, ni aibu kubwa sana kwa kanda ya Ziwa. Sasa hebu jiulize, mkoa wa Mwanza una majimbo 10. Una majimbo 10 ya uchaguzi. Lakini kanda nzima ya Ziwa ina majimbo karibia 49 hivi, 53. Ina wabunge zaidi ya 63 kanda ile nzima. Lakini cha ajabu, tumefitimishwa na kuchonganishwa tuchukiane sisi kwa sisi, tusiwe wamoja. Kwa sababu fikiria, una mkoa una population ya watu zaidi ya watu milioni 4. Una rasilimali. Mwanza, mkoa wa Mwanza unachangia kwenye pato la taifa zaidi ya shilingi trilioni 14.8. Trilioni 14.8. Mkoa wa Mwanza unachangia kwenye pato la taifa zaidi ya shilingi trilioni 14.8. Lakini serikali kwa dharau kubwa imeshindwa kutenga pesa kwa ajili ya kujenga uwanja wa kimataifa pale Mwanza. Na ukumbuke, Mwanza ile ndio center ya kanda ya Ziwa. Mwanza ile ndio center ya kanda ya Ziwa. Wewe una watu zaidi ya milioni 4 hivi, alafu Mwanza ina rasilimali nyingi hivi. Kwa mfano, hii budget hii ya watu, mchango huu unaochangiwa na mkoa wa Mwanza zaidi ya shilingi trilioni 14.8, ingekuwa zinakusanya katika mikoa mfano kama Kilimanjaro, au mkoa kama Arusha, au mkoa kama au nchi kama Zanzibar, wangekubali kabisa kwamba hawa katika nchi yao au katika mkoa wao wasiwe na uwanja wa kimataifa. Mbona mnatudharau sana nyinyi wa viongozi? Mbona mnaidharau sana Mwanza, mnawadharau sana watu wa kanda ya Ziwa? Mbona mnatudharau sana? Yaani mnatuona sisi kama ming'ombe hivi. Yaani kabisa pesa sisi makusanyo zaidi ya shilingi trilioni 14.8. Halafu wale wananchi wanaokusanya pesa zile, maana yake kuna biashara nyingi. Maana yake hawawezi tena kujengewa miundombinu. Ni aibu kubwa sana. Ni ubaguzi wa hali ya juu sana. Ni dharau kubwa sana kwa watu wa kanda ya Ziwa. Ni dharau kubwa sana kwa watu wa kanda ya Ziwa. Mimi natoka wilaya ya Kwimba, wilaya ambayo kwanza ni wilaya ya mkoroni, ambayo imezaa Magu, imezaa Misungwi, imeenda kuzaa tena mkoa na ni mkoa wa Simiyu. Wilaya hiyo ya Kwimba ni wilaya kongwe, lakini haina lami hata barabara nusu yaani na kilomita 1 ya lami. Kila mwaka zinatengwa ahadi za kujenga barabara kutoka mwaka juzi, ilani ya mwaka juzi ule 2015, 2010 iliwekwa kwenye ilani kwamba kutatekelezwa ujenzi wa barabara ya lami kutoka Magu kwenda Ngungumaro kupitia Engudu kwenda Jojiro. Hii barabara ina kilomita 64. Barabara hii imekuwa ni ahadi mpaka leo hakuna hata upembuzi yakinifu, hata hakuna pesa zilizotengwa kwa ajili ya ujenzi wa barabara hii.
Hakuna hii uwanja wa ndege umewekwa kwenye ilani zaidi ya ilani 5. Ilani 5 maana yake miaka 25 kwa ajili ya kujenga upya ule uwanja na kwa ajili ya kuupanua, lakini hakuna kitu kinachofanyika. Ilani ya 2025 ilikuwa kwenye ilani na ilikuwa zimetengwa mpaka pesa kabisa kwa ajili ya kujenga ule uwanja na kujenga ile nini, ofisi ya abiria, ile jengo la abiria, lakini hakuna, imetelekezwa na mkandarasi mpaka ameondoka katika eneo la saiti. Hii ni dharau kubwa kiasi gani, kwa maana kwamba hawa watu hawajitambui. Mbona sisi watu wa Mwanza tunatengwa? Mwanza hii ni senta ya mikoa zaidi ya mikoa 6. Unapoongelea senta ya mikoa 6 maana yake unaongelea zaidi ya population ya watu milioni 18 mpaka milioni 20. Lakini huu mkoa huu hauna thamani. Hii mikoa hii yani ni kama vile yani haina thamani, nyinyi hamna haja, yani hamna thamani. Hivi pesa hizi zingekuwa zinakusanywa katika mkoa wa Kilimanjaro halafu hawana air international airport, yani pangekalika katika nchi hii. Pesa hizi zingekuwa zinakusanywa katika mkoa wa Arusha halafu hawana international airport, pangekalika katika nchi hii. Au hizi pesa, hata robo ya pesa hizi zingekuwa zinakusanywa kule Zanzibar. Zanzibar wangekubali kutokuwa na uwanja wa kimataifa kule. Zanzibar ina population ya watu milioni 1.9 tu. 1.809 people population katika Zanzibar. Zanzibar inaingia katika mkoa wa Mwanza mara 3 katika wingi wa watu. Lakini bajeti inayopangwa kuenda kujenga katika Zanzibar au katika nchi ya Zanzibar ni kubwa sana kuliko bajeti inayopangwa kwa ajili ya kujenga kutengeneza kufanya ukarabati katika jiji la Mwanza. Barabara za Mwanza ni za ovyo kabisa. Hakuna, yani barabara zimefumuka kila zikitengenezwa. Kuna barabara ile ya Msoma Road, ile ni ya zamani ya miaka karibia ya mkoroni, ina mashimo mengi, ajali nyingi zinatokea. Barabara ya kutokea Mwanza kwenda Shinyanga ile kilomita 102 tu, lakini barabara yake imejaa mashimo na ajali nyingi za kutosha. Lakini ni mkoa unaochangia zaidi ya trilioni 14.8. Hii ni dharau gani kwa wananchi wa Mwanza? Hivi kwa mfano kilomita 102 si ni bilioni 102 tu au bilioni 103? Yaani pesa zimekosekana kukata bilioni 103 kujenga barabara katika kiwango cha lami upya. Lakini kwa jiji la Dar es Salaam ni ya kwanza katika inachangia, Dar es Salaam inachangia kwenye pato la taifa shilingi trilioni 17. Lakini kila siku miundombinu ya Dar es Salaam inatengenezwa. Kila siku lami zinabomolewa, zinajengwa nyingine, zinabomolewa, zinajengwa nyingine. Lakini Mwanza ni vumbi. Jiji la Mwanza lile ni mashimo, barabara ni mashimo. Ni jiji la Mwanza, unafika kwenye jiji la Mwanza lakini barabara zake ni mashimo. Ni aibu gani hii? Mbona mnatudharau sana watu wa kanda ya Ziwa? Mbona mnatudharau sana watu wa Mwanza? Serikali hii mbona inatudharau? Alafu na nyinyi watu, na mimi niliwaambia nyinyi watu wa kanda ya Ziwa, watu wa Mwanza, ni kwamba nyinyi wabunge na viongozi mnaotoka kanda ya Ziwa au mnaotoka Mwanza ni hamna umoja. Kwa sababu mngekuwa na umoja, hakika nakwambia ukweli kabisa, ni mngekuwa na agenda. Na nilimwambia hata mwenyekiti wa mkoa wa Mwanza, mwenyekiti wa CCM, kwamba wewe mwenyekiti wa CCM, ni aibu kubwa wabunge wako wanaenda katika vikao vya bunge bila kuwa na agenda ya mkoa. Wana agenda gani ya mkoa? Wangekuwa na agenda ya mkoa, uwe na hakika kwamba hili swala lisinge huyu waziri Mbarawa asingeweza kuwadharau kiasi hicho watu wa Mwanza. Hii serikali singeweza kuwadharau kiasi hicho watu wa Mwanza, kwa sababu wasingetenga bilioni 6 kwa ajili ya kufanya bilioni 6. Ili mnakwenda yani bilioni 6. Bwana, mnatudharau sana watu wa kanda ya Ziwa. Yani bilioni 6 ni nini sasa?
Hivi sisi pesa zinazokusanya za hizo trilioni 14 ina maana kwamba zinaenda wapi? Zinaenda kumfaidisha nani? Kwa hiyo ina maana kwamba Mwanza limekuwa ni chanzo cha kuwapa watu pesa, cha kuwapa watu upigaji wa pesa, si ndio? Maana yake cha ulaji, yaani maana yake Mwanza yenyewe inalisha nchi nzima. Mambo gani haya? Huu ni ukoloni, huu ni ubaguzi wa hali ya juu kabisa. Na ndio maana nawaambia mimi, ninapokuja swala linaloitwa maslahi ya Mwanza, siwezi kuwa na muhali na mtu, kwa sababu Mwanza inachangia kwenye pato la trilioni 14.8, halafu wananchi wake hawapewi huduma zinazoeleweka. Ukienda kwenye hospitali ni hovyo, ukienda kwenye miundombinu ni hovyo. Sasa hizi pesa mnazokusanya mnazipeleka wapi sasa? Hivi kweli wewe unalima, unazalisha, halafu wewe unapozalisha, halafu yale mazao unayozalisha hauwezi kuyafaidi, utakuwa ni mtu wa kawaida wewe? Si utakuwa ni kichaa kabisa wewe? Yaani wewe unazalisha, halafu anayezalisha hatumii hicho kinachozalishwa, anaenda kutumia mwingine. Hii ni dharau kubwa, hii ni dharau kubwa. Ninawaomba watu wa Mwanza na wabunge wa Mwanza, sasa hii iwe ni red flag, na iwe sasa tutoke na maazimio makali kwa watu wa Mwanza. Hatuwezi kukubali, na ndio maana nyinyi wabunge wa watu wa Mwanza na kanda ya Ziwa hamjitambui. Nikisema hivyo ninakuwa na sababu za msingi. Nimekuwa nikiwasihi sana nyinyi wabunge, hamwezi mkatoka jimboni bila kuwa na ajenda za mkoa, bila kuwa na ajenda za nani za kanda. Kama mnataka kwenda bungeni, mnaenda kujadili nini? Mnaenda kuwasilisha ajenda gani ambayo itahusu mkoa wenu? Ajenda gani itakayohusu nani kanda yenu? Hakuna. Leo mkiambiwa, leo hamna, kwa sababu ni kama vile kilichotokea jana ni kama surprise tu ya wabunge. Paka mbunge kutoka Tunduru kule anawaunga mkono wabunge. Mibunge ya Mwanza imekaa tu, inapiga picha tu, inapepea tu kwenye viti, ipo tu, hakuna hata mbunge. Na ndio maana nazungumzaga hata maviti maalum haya, mabunge ya viti maalum haya, maviti maalum yanatakiwa yafutwe, hayana maana yoyote. Yanasaidia nini sasa? Sasa hivi Mwanza imeletea vibaraka, wabunge vibaraka. Hakuna hata mbunge anayeweza kusimama kwa ajili ya kutetea watu wake katika mkoa wa Mwanza. Wako wapi sasa? Ni vibaraka tu. Hawa ni vibaraka hawa. Waoga. Mbunge unakuwa muoga. Wewe umechaguliwa na wananchi, halafu unakuwa muoga. Kazi yako wewe mbunge ni kusimamia serikali na kuiwajibisha inapobidi. Kazi ya mbunge. Mnatakiwa kupitisha bajeti. Ile bajeti haikutakiwa kupita, ile bajeti ya Mbarawa. Ilitakiwa bajeti ya Mbarawa irudi, wakaifanyia marekebisho, ndo waje upya. Ilitakiwa kama wananchi, kama na nini, serikali haijaja na majibu yaliyo sahihi, mnapigwa story na waziri mkuu. Waziri mkuu huyu muongo huyu, anawadanganya tu. Mnapigwa story eti mtawaita Ijumaa tutakuja tuongee. Anawaambia mnapigwa story, mnapigwa kisiasa nyinyi. Mlitakiwa mweke msimamo kwamba kama hakutakuwepo na budget ya kujenga uwanja wa International Airport Mwanza, hatutashiriki na hii budget, hatutaipitisha. Mkatoka kabisa bungeni mkasema kwamba sisi watu wa Mwanza na watu wa kanda ya Ziwa hatutashiriki kupitisha bajeti hii kwa sababu haikizi matarajio yetu sisi watu wa Mwanza na watu wa kanda ya Ziwa. Mmefanya hivyo? Na kama hamjafanya hivyo, nyinyi mna sababu gani ya kuwepo bungeni pale? Hakuna. Mpo tu. Kazi yenu ni kupiga tu picha na kuzunguka kwenye viti vyekundu. Basi hicho tu. Hicho ndio mlichopeleka bungeni pale. Mnatudharau sana nyinyi. Halafu na nyinyi serikali mnatudharau sana watu wa Mwanza sisi. Imetokea juzi hata swala zima tu la ajira. Swala zima la ajira, watu wa Mwanza wanatengwa. Juzi hapa kimetokea hela za Mama Samia za bilioni 200 zile. Watu wa Mwanza, population ya watu milioni 4, vijana hawajapata hata mmoja. Kanda nzima ya Ziwa wamepata watu 20 tu, watu 10.
Kati ya watu 1963 watu wa kanda ya Ziwa, watu wa kanda ya Ziwa, Mwanza hajapata hata mtu mmoja. Kanda ya Ziwa yote imepata watu 10. Hii ni dharau kubwa sana. Ni dharau kubwa sana kwa wananchi wa Mwanza. Ni dharau kubwa sana kwa vijana wa Mwanza. Wanadharauliwa na kanda ya Ziwa kwa ujumla. Tunadharauliwa. Tunafanya kama sisi matahira, sisi hatujitambui, hatuwezi kufanya action yoyote. Mbona mnatudharau nyinyi? Mbona sisi watu wa kanda ya Ziwa, kanda ya Mwanza tunadharauliwa kiasi hichi na hii serikali? Heshima yetu ya watu wa kanda ya Ziwa iko wapi? Michango yetu inayokusanywa zaidi ya trilioni 14.8 inaenda wapi? Zinaenda kumfaidisha nani? Kama wananchi wetu hawezi kufaidi, wanaenda kufaidi akina nani? Hii si ni dharau kubwa sana ambayo imepita kiwango cha kawaida. Ninawaomba watu wa Mwanza na watu wa kanda ya Ziwa, tuunganishe nguvu. Tuwakatae hao wabunge na tuwazomee hao wabunge, hawafai kuwa viongozi wetu. Haiwezekani kama mbunge unapitisha bajeti ambayo haina maslahi katika mkoa wako. Unayofanya nini sasa? Mnapigwa siasa na mnakubali. Waziri mkuu huyu anayekupiga siasa unakubali. Waziri mkuu amekuwa muongo kwa vitu vingi. Mnakubali na nyinyi mnakubali, mnaingia mkenge. Eti Ijumaa nimewaita wakuu wa mkoa na wabunge na watumishi wa Mwanza tutakaa nao. Utakaa nao. Mnataka kujadili nini? Bajeti imeshapitishwa. Mnajadili nini sasa? Si mnatumia pesa vibaya tu. Bajeti imeshapitishwa. Hamwezi kukaa na kusema kwamba labda ingekuwa bajeti haijapitishwa, bunge lingekataa kupitisha bajeti, maana yake mngekaa sasa kujadiliana kwamba mkafanya negotiation kwamba ni bajeti kiasi gani inatakiwa iletwe ili kusudi tupitishe bajeti. Bajeti imeshapitishwa. Nyinyi mtaitoa wapi pesa tena ya kwenda kujenga pale katika uwanja wa Mwanza? Hiyo bajeti mtaitoa wapi? Ni aibu kubwa na ni dharau kubwa sana kwa watu wa Mwanza. Na waomba wa Tanzania, watu wa Mwanza, watu wa kanda ya Ziwa, tuunganishe nguvu. Turudishe heshima ya watu wa Mwanza. Turudishe heshima ya watu wa kanda ya Ziwa. Tuwakatae hawa viongozi kwa sababu wametudharau sana vya kutosha, wametudhalilisha vya kutosha na wametupuuza vya kutosha. Sasa huu ni wakati wa kuchukua hatua. Na wakati wa kuchukua hatua ni sasa. Chukueni hatua. Tutawazomea nyinyi viongozi mliojiweka madarakani. Tutawapa heshima tena kwa sababu umetudharau sana. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Mungu ibariki Afrika, Mungu ibariki Tanzania. Mimi naitwa Kijana Mzalendo. Namba yangu ya simu 0685 4463 43.